Nimeona Zelensky amekuwa akiendelea na ziara mbalimbali na napata kigumizo wakati mwingine kwamba hizi ziara za Zelensky ni vipi, ni gani? Ni hofu ya usalama wake kubaki kule ambako vita inaendelea. Umeona bana, kwa sababu ni mataifa tu mataifa. Ni kutafuta ushirikiano zaidi kwa mataifa wenzake ambao wanaweza kupatiwa msaada, kwa sababu inaonekana kama walishamdampo, lakini bado tumemwona Ujerumani, tumemwona Faransa, maeneo mengineo. Nini tafsiri halisi hasa ya ziara ambazo amekuwa akizifanya Zelensky, rais huyu, kutokea pale nchini Ukraine na sasa hivi ametua Uturuki? Bwana, kwanza Volodymyr Zelensky ni kiongozi ambaye anatafuta uungwaji mkono wa kimataifa. Na kwa nafahamu kwamba yupo kune vita na taifa la Urusi, taifa kubwa duniani ambalo linachangia takribani 55% ya silaha zote duniani. Kwa hiyo yeye amekuwa ni kiongozi ambaye anajaribu kutafuta uungwaji mkono wa kimataifa kwa lengo la kuzunguka duniani kote, kuhakikisha kwamba anaweza kuungwa mkono na mataifa mbalimbali na mwisho wa siku aweze kutimiza malengo yake kule vitani. Kwa hiyo baada ya kutoka Ujerumani tukashuhudia ziara nyingi kwenda Marekani kwa Trump, tukashuhudia ziara nyingi hata kutamani kuhutubia kwenye masuala mbalimbali ya michezo, kutamani kuhutubia na viongozi wa Afrika. Kwa ni kiongozi wao kimtazama amekuwa akisymbolize taswira kuhakikisha kwamba anaweza kuungwa mkono na jumuiya ya kimataifa. Sasa swala msingi la kujiuliza ni kwa nini Uturuki? Uturuki ni moja ya nchi ambayo inazalisha silaha nyingi sana katika bara la Ulaya. Lakini vile Uturuki ni nchi ambayo sasa hivi imekuwa ikizalisha silaha za drone ambazo zimekuwa zikihitajika katika uwanja wa mapambano. Kwa hiyo yeye kwenda katika nchi ya Turkey kwa Erdogan ni katika muendelezo kuhakikisha kwamba anaenda kupata silaha za kimkakati ili aweze kutumia katika uwanja wake wa mapambano. Tumeshuhudia kwa mfano juzi alitoka Ujerumani kwa Friedrich Merz, ukimtazama kansela wa Ujerumani, lakini vitu tumeshuhudia akiwa na vikao vingi vile na viongozi wa nchi za Ulaya. Kwa hiyo hii kwenda Uturuki naweza kusema kwamba ni harakati za Volodymyr Zelensky kuendeleza mpango wake wa kuweza kuungwa mkono. Lakini sasa kutazama mpango wake umekuwa haujaweza kufua dafu, kwa sababu tangu imeanza operation ya Urusi nchini Ukraine, au kama vile ambavyo Vladimir Putin anavyoita ni mkakati wa kuendelea kukomboa maeneo ya Donbas kuanzia Luhansk, Donetsk, Crimea, Zaporizhia, Kherson, tuna kabisa kwamba ni mtu ambaye bado hajaweza kushinda vita katika uwanja wa mapambano. Kwa hiyo yeye kimtazama tangu ameingia mwaka 2019 na mwaka hapo kutazama itakiwa kufanya uchaguzi, nchi yake iweze kufanya uchaguzi, kwa ameendelea kutazama kuungwa mkono na jumuiya za kimataifa. Kwa sasa kutazama Uturuki nao imemwaahidi kama vile ambavyo nchi mbalimbali zimemwaahidi wataweza kumpa silaha. Lakini jeshi kujiuliza tangu silaha ambazo wameanza kuzitoa zimeweza kufanya nini katika uwanja wa mapambano? Kwa hiyo kwa kweli vita hii ukitazama kwa namna ambavyo mataifa makubwa yanavyoenda kumuunga mkono, sioni kama mwisho wa safari huko tuweza tukafikia hitimisho la pamoja, kwa sababu Putin amekuwa akiendeleza kwamba yeye maeneo ambayo anashikilia hayawezi kuyaachilia na wala hayapo kwenye agenda au kwenye meza ya mazungumzo. Okay, sawa. Tazama taarifa nyingine bana, ukiachilia mbali taarifa hiyo, mambo ni mengi. Ukitoka tu upande ule wa bara la Ulaya, huko Afrika pia na kwenye mambo ni mengi sana. Bwana, Afrika ya Kusini tunamzungumzia mwenyeji wa G20. Ndio. Na mambo yamekuwa mengi sana kwa uhusu wao, pamoja na yale ambayo yamekuwa yakizungumzwa, lakini kikubwa zaidi Afrika Kusini bwana, ni mwishoni mwa wiki ndio leo tunamaliza wiki. Maana wameanza maandalizi muda mrefu na tulikuwa tunayazungumza sana hapa Afrika Kusini kwamba mambo yanakwenda kunoga pale, ingawaje hapa na pale sintofahamu na wale ambao wanasema hawaji na nini na vitu kama hivyo. Lakini mwisho wa siku G20 inakwenda kufanyika ndani ya Afrika Kusini. Na moja mambo ambayo wanasema anakwenda kujadiliwa pia, kiacha mambo mengineyo mengi sana, ni kuona namna gani kunakuwa na msamaha madeni kwa nchi ambazo zinaendelea kushughulika na changamoto za ukosefu na masuala ya usawa. Lakini kiujumla G20 kwa ya awamu hii
ni mkutano ambao unatazama vitu gani zaidi, lakini nini ambacho kinatarajiwa hasa katika dunia ambayo dunia ambacho kimepitia sasa hivi kwenye mataifa mbalimbali. Yes, kwanza ni kwamba mwaka huu G20 inafanyika katika nchi ya South Africa, majirani zetu na utakuwa ni mkutano mkubwa ambao unaenda kuwahusisha au kuunganisha viongozi wa kimataifa na viongozi wa kidunia. Na kimsingi ni kwamba mkutano huu utakuwa utahudhuriwa vile vile na hata katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, kwa sababu yeye anakuwa ni kiunganishi cha dunia. Vile vile tunategemea kwamba katika mkutano huu wataalikwa viongozi mbalimbali wa nchi za Kiafrika, lakini zaidi sana unaweza ukaalikwa hata AU kutazama na kamishini zao. Kwa sasa umekuwa ni mkutano mkubwa ambao utakuwa ni sauti ya Afrika kwenda kupeleka ajenda zao katika mifereji mbalimbali ya kimataifa. Sasa hoja msingi ni kwamba je, mkutano mwaka huu utabeba ajenda zipi? Kwa sababu ni mkutano ambao kiutazama umekuwa ukihusisha au ukiunganisha mataifa yote makubwa ambayo yamekuwa yakiwa na ushawishi, yakiwa na uchumi na hata kuamua mustakabali wa kiuchumi na mustakabali wa siasa za kimataifa. Kwa hiyo ili uweze kutathmini ajenda za mkutano wa G20 lazima uweze kuangalia hali inayopitia dunia. Tunafahamu kwamba dunia sasa hivi inapitia katika masuala mbalimbali ya vita, Sudan, Kongo, Somalia, ukitazama Palestina, Ukraine, ukitazama kuna tension kubwa sasa hivi Venezuela na Marekani. Kwa dunia ukitazama ilikuwa ikipitia katika hiyo mizozo mikubwa ya kimataifa. Lakini cha pili ni kwa namna gani nchi za dunia ya kwanza ambazo tunasema za nchi ambazo zimekuwa zikichangia hata uharibifu wa mazingira kuweza kupelekea usaidizi au kuweza kupeleka fedha kwa nchi hizi ambazo zinaitwa nchi ambazo zinazoendelea au nchi za dunia ya tatu. Kinzadi sana madeni ambayo kimsingi yamekuwa unadaiwa nchi za Kiafrika. Namna gani haya madeni sasa ambayo hizi nchi kubwa zimekuwa zikikopesha nchi za Kiafrika ziweze kupunguza madeni hata kuweza kupeleka msamaha wa madeni, kwa sababu namna ambavyo dunia jinsi ilivyo economic recession, kuna kwamba mdororo wa kiuchumi, mataifa mengi ya Kiafrika yameshindwa kulipa madeni ambayo unadaiwa na nchi za Ulaya. Kwa hiyo huu mkutano utakuwa ni sauti ya Afrika kwenda kupeleka ajenda zao kwenye mifereji mbalimbali ya kimataifa. Sasa hoja kubwa ni kwamba wanaandaa South Africa baada ya kuandaa Brazil, lakini kuna watu ambao kama wameanza kususia kufanya boycott ambao ni taifa la Marekani chini rais wao Donald Trump, kwamba yeye amesema hata ita timu yake na anasubiri mkutano wa mwakani ambao utafanyika katika nchi yake. Kwa hiyo ni mkutano ambao unafanyika kukiwa kuna ajenda na mitazamo mbalimbali tofauti. South Africa ukitazama na kiongozi wa taifa hilo Cyril Ramaphosa alisema wazi kabisa kwamba yeye wa Marekani kuto kushiriki mkutano ni kujiondoa au kujima fursa wao wenyewe. Of course unaweza kusema kwamba kuna hizo tofauti za kimtazamo, masuala ya Palestina, masuala ya walowezi ambao wanasema kwamba watendewa vibaya katika nchi ya Marekani, lakini zaidi sana mtazamo wa South Africa dhidi ya Palestina na harakati zake katika ukanda wa Gaza. Kwa kimsingi ni kwamba utakuwa mkutano mkubwa sana. Naamini kwamba kuna viongozi wengi wa Kiafrika wataalikwa kwenda kama kuhudhuria na kupeleka ajenda zao, kama vile ambavyo Tanzania sisi mwaka jana tulialikwa kule Brazil, tukashuhudia, tukapeleka ajenda zetu. Rais Samia utazama aliweza kupeleka ajenda pale ya kimazingira na viongozi wengi wa kimataifa au wa kidunia waliweza kuunga mkono. Kwa hiyo mkutano ukitazama utakuwa na global leader kuanzia kina Xi Jinping, wakina rais wa Brazil ukitazama, wakina Friedrich Merz, yani mataifa yote makubwa yatakuwa sehemu ya mkutano. Lakini Trump yeye amesema kwamba hata kuwa sehemu ya mkutano kwa sababu anaamini kwamba sera za South Africa, mtazamo wa South Africa mtazamo ambao haujaendana na maslahi yake, lakini wengi wamesema kwamba ni harakati zake za kutaka kulisusia au kulitenga bara Afrika. Kukosekana kwa Marekani kuna kitu kinapungua sana. Marekani ni mchangiaji mkubwa sana wa masuala mengi. Kuanzia kuna masuala ya kiusalama, masuala kwa mfano ya uharibifu wa masuala kwa mfano ya afya. Tumeshuhudia kwa mfano ameweza kujitoa katika WHO kwa unafahamu. Lakini vile tumeshuhudia kwa mfano ameweza kujitoa katika mkataba wa mazingira. Lakini zaidi sana Marekani ushawishi wake duniani ni mkubwa. Kwa hiyo yeye kutokuwepo unaweza kupelekea athari chanya ya baadhi ya maamuzi ya kimataifa ya kutopata kura turufu au kura ya veto au mshirika mkubwa wa kimataifa kutokuwa sehemu ya maazimio. Lakini katika mtazamo mwingine ni kwamba inawezekana kama ni fursa vile vile ya viongozi wengine wa kimataifa kuja kujipanga namna gani wanaweza